Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Iran imesema haina makubaliano rasmi ya kusitisha mapigano na Marekani. Vahid Ahmad, mjumbe wa kamati ya usalama wa taifa katika bunge, amesema kuwa kuna uwezekano wa kuzuka kwa vita vipya. Na hata wakati huu Iran imefanya mashambulizi katika Israel, na huku wa Israel wakilipa kisasi kwa kufanya mashambulizi mazito ndani mwa Iran. Akizungumza katika tovuti ya habari ya Fararu, Ahmad alisema ukweli ni kwamba hatuna makubaliano rasmi ya kusitisha mapigano na Marekani, na kimsingi tuko katika hali ya kusitisha mapigano kwa muda. Wa Marekani hawakufanikiwa kufikia malengo waliojiwekea katika vita hivyo, na sasa wamegeukia mzingiro wa baharini kwa matumaini ya kutushinikiza kiuchumi, jambo ambalo pia hawajafanikiwa kulitekeleza. Ahmad aliongeza kuwa kuna uwezekano wa kuzuka kwa vita vipya na Iran ina uwezo mpya ambao inaweza kutumia. Pia alikosoa kwa miaka mingi nchi za Ghuba, akisema kuwa zimekabidhi kila kitu kwa Marekani na zimekuwa zikiomba usalama kutoka kwake. Hata hivyo, vita vya karibuni vinaonyesha kuwa usalama hauwezi kupatikana kwa njia hiyo, anasema Ahmad Vahid. Hata hivyo, Marekani wakati huu imesema wao wapo katika mpango wa kuhakikisha wanamaliza vita hivi, na ni wakati ambapo wamejiandaa kwa kila namna kuhakikisha hakuna ambacho kinaweza kikatokea. Hata hivyo, taarifa nyingine ambayo imetolewa na spika wa bunge la Iran amedai kwamba wakati huu wao wanachokiangalia ni namna wa Iran watakavyonufaika na usitishaji wa mapigano, lakini moja kati ya jambo ambalo nalihitaji ni namna ambavyo Iran inahitaji fedha zake ambazo zimesimamishwa na Wamarekani zaidi ya dola bilioni 24. Wa Iran wamesema wanachokihitaji kwa sasa ni fedha zao, lakini pia kumiliki mlango wa bahari wa Hormuz ni moja kati ya matakwa ambayo wao wanayatazama kwa sasa ili waweze kumaliza vita ambavyo vimegharimu maisha ya watu wengi na vimechukua zaidi ya siku 100 hadi sasa. Iran inasema kwamba wao wapo tayari kumaliza vita, lakini changamoto kubwa ambayo inafanywa na Marekani ni juu ya namna ambavyo wanataka usitishaji wa mapigano, lakini wakiendelea kufanya mashambulizi. Katika baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba kumekuwa na maandamano ambayo yamefanyika huko Tehran baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Baadhi ya picha ya maandamano yanaunga mkono serikali yanaendelea huko Tehran kufuatia mashambulizi ya Israel katika viunga vya kusini mwa Beirut, na wengi wa waandamanaji katika picha wamebeba bendera za Iran pamoja na zile za Hezbollah, kundi la kisiasa la kijeshi ambalo linaungwa mkono na wa Iran, na wakisema kwamba ikiwa Israel itaendelea kuishambulia Lebanon, basi wa Iran wataingia vitani kama ambavyo wamefanya wakati huu, na Israel ikilipa kisasi. Mtazamaji, kuna mambo mengi ambayo yanajiri wakati huu, na si tupo tayari kwa ajili ya kukujuza ni nini ambacho kinajiri katika kipindi hiki, na utaweza kuyafahamu yote haya kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.